Na kusalimu tena kwa jina zuri la Bwana Yesu Kristo, mwokozi wa watu wote duniani. Kuna watu Mungu amewaweka ni madaktari, wengine amewaweka ni wafanyabiashara, wengine Mungu amewaweka ni maaskari, wengine Mungu amewaweka ni mainjinia, wengine Mungu amewaweka kuwa watumishi wa Mungu. Na katika maeneo hayo yote wako watu waaminifu na wako watu ambao si waaminifu. Kwa hiyo hata ndani ya watumishi wa Mungu wako watumishi ambao ni waaminifu kwa Bwana katika kuwatumikia watu wake Mungu, lakini pia wako watu ambao si waaminifu mbele za Bwana, na wote wanaitwa watumishi wa Mungu. Kwa ni jukumu lako pia kutambua nani ni mtumishi mwaminifu kwa Mungu, kwa sababu Biblia inasema wanaoongozwa na Roho wa Mungu hao ndio wana wa Mungu. Kwa hiyo kuna kila uwezekano wa mtumishi ambaye amemjua Mungu kuwatambua watumishi wa Mungu. Nini nataka nikufundishe leo? Leo nataka nikufundishe kwamba neema usiyoheshimu haiwezi kukusaidia. Wakati fulani Naamani alishindwa kuheshimu neema iliyokuwa ndani ya Elisha, na akataka kurudi nyumbani akiwa na ugonjwa wake wa ukoma. Ashukuriwe Mungu, watu ambao walikuwa pamoja na Naamani au walimpa hekima ya kwamba mtu huyu hajakueleza vitu vigumu. Baadaye Naamani akaheshimu maelekezo ya mtumishi wa Mungu, na sote tunaelewa neema iliyokuwa ndani ya Elisha ilimvusha, ilimsaidia. Kuna watu Mungu amewaweka ili kuwavusha wengine kwenye mikwamo ya kiroho. Naongea zaidi na watu ambao wanaamini uwepo wa Mungu na wanaamini uwepo wa watumishi wa Mungu. Lakini katika ulimwengu tulionao tumekuwa pia na watumishi ambao hawana tena hofu ya Mungu. Tumekuwepo watumishi ambao tuna changamoto ambazo zimetutoa kwenye uaminifu wetu kwa Bwana. Nataka nikufundishe kwamba katika matatizo na changamoto zote tulizonazo, neema usiyoiheshimu ndani ya mtumishi wa Mungu haiwezi kukusaidia. Kwa katika jambo la muhimu lilonalo la kufanya ni kuhakikisha unamuomba Mungu, unamuomba Roho Mtakatifu kutambua mtumishi ambaye utatamani kuiheshimu neema ambayo iko ndani yake. Katika kijiji cha Nazareti watu hawakuheshimu neema aliyokuwa ameibeba Yesu, mwana wa Mungu aliye hai. Na maandiko yanasema uwezo wa kiungu haukujifunua sana kwa watu wa jamii ile, kwa sababu Mungu anafanya kazi pamoja na watumishi wake. Katika mambo yote haya ya kuwa na watumishi wahuni, wajanja, lakini bado Mungu amejisazia watumishi ambao ni waaminifu katika neno lake. Na uaminifu ni kitu ambacho kinaonekana. Ni waaminifu katika maombi, ni waaminifu katika kusimamia huduma ambayo Bwana amewaitia. Nataka nikukumbushe tu ya kwamba katika mazingira yote wewe ambaye umemwamini Kristo, amini na watumishi wake. Na katika nyakati tulizo nazo uwe makini sana na watumishi ulionao. Uaminifu hauji kwa sababu mtu amevaa kola shingoni au amevaa tai. Ukiwa na Roho Mtakatifu utamjua mtumishi mwaminifu wa Bwana. Usitumike na mtu ambaye amepoteza uaminifu kwa Bwana, kwa sababu kuna uwezekano mkubwa neema aliyonayo isiwe ile neema ambayo wewe unaifikiria. Na kukumbusha, wako watumishi waliobeba neema ya kuvusha watu wengine. Kwa hiyo kwa kupitia meseji hii, Bwana akutunze, Bwana akusaidie, ukutane na watumishi waliobeba neema yake na upate uwezo wa kuheshimu neema walizozibeba. Zitakusaidia, zitakuvusha. God bless you.